Unaangalia Baba Sam the King Tanzania TV channel. Kwa maoni na ushauri tumia namba zifuatazo 0752732515. Baba Sam the King. Karibu tena mpenzi msikilizaji katika simulizi zetu za sauti ambazo umezoea kuzipata hapa. Na hii simulizi si nyingine, ni ile simulizi yako pendwa ambayo inaitwa Dada wa Kazi na Bosi sehemu ya 8. Kwenye upande wa YouTube channel tunaitwa Baba Sam the King Tanzania TV channel. Lakini kwenye upande wa TikTok tunaitwa Baba Sam the King channel. Kwenye upande wa YouTube tunachokuomba subscribe, lakini kwenye upande wa TikTok tunachokuomba follow. Lakini katika mitandao yote tunachokuomba like, share, comment ili tuweze kupata mchango wa mawazo yako. Sasa tujikumbushe sehemu ambapo tulipoishia. Tulishia eneo ambalo tulimuona Mzee Bareke baada ya kuondoka. Kijana huyu wa kuitwa Tobias Mavugwe akawa amekuja na kukuta binti mrembo kabisa, binti Sikununu amekaa yuko peke yake. Akajaribu kuchungulia, pengine anaweza kaona kama amekaa na mtu mwingine, lakini hakumuona. Wakati anataka kwenda mabondeni kwenye shamba la baba yake la miwa, lakini aliahirisha na kuja kwa mrembo bwana. Akaja moja kwa moja mpaka pale na wakaanza kuzungumza, lakini mwishoni binti Sikununu bwana akamfanya kijana wa watu aanze kulipuka, moyo uanze kumwenda mbio. Lakini baadaye akaja akasema kwamba ni utani. Hapo ndipo ambapo tulipoishia. Sasa nikukaribishe sehemu ya 8 ya simulizi hii, tuendelee kuifuatilia tuone, je, ni kweli ulikuwa ni utani kweli au amemaanisha? Twende kazi. Sasa yani nilikuwa tayari nimeshajiandaa. Ukinipenda wewe mtoto mrembo mzuri kabisa. Hivyo unajua siku nyingi sana nimekuwa nikikufuatilia, lakini nikawaza nitakwambiaje, kwa sababu umekuwa ukiwatukana kweli vijana. Na ninakumbuka kuna sehemu ambapo tulikutana, simu yangu ikiwa imeishiwa chaji, nilijaribu kukusifia tu. Nakumbuka ulichokuwa unataka kukisema. Nilikwambia njoo nyumbani, ukasema hata kama nikija sio kwa mambo haya. Vipi? Umeanza kufunguka? Maana nimesikia sifa zako, huna tabia mbovu kabisa katika kijiji chetu hiki. Niambie. Wewe si ndo ulionitafutia kazi? Ndio. Au basi nitakupigia simu nikifika mjini nikwambie. Kweli? Ndio. Kwa hiyo unamaanisha kwamba tayari umeanza kunipenda mimi? Aka. Kumbe ni nitakwambia, haraka ya nini? Mungu, naomba unisaidie awe Sikununu amenipenda kweli. Haya, tuachane na hayo, tuendelee na mada zetu zile. Sawa,
lakini namba yangu na uwezo wa kuijaza hapo kwenye simu. Si nilikwambia unitafute alafu ujaze namba yangu, ili hata kama ukienda kule, hata kama utakuta simu ya Zatiti imeleta changamoto, haipatikani, una uwezo wa kunipigia nikakudirect kwa mtu mwingine ili aweze kukuwezesha sehemu ya kulala, akuchukue, kwa sababu mimi najuana na watu wengi huko. Basi sawa, siwezi kujaza, nijazie wewe. Kwani kumbe unataka kuniambia kwamba hata kama message nitakapotaka kukatuma hautakaona? Mimi kuona nitaona, lakini sitakuwa na uwezo wa kuisoma. Tena usijichanganye kunitumia message. Mwenzio sikusoma. Anyway, lakini hakuna tatizo la aina yoyote. Mimi naona mambo ni mazuri. Mawasiliano tu ndo ambayo ni muhimu. Sasa lete hiyo simu yako ili niweze kukuandikia namba. Ila chonde, ninachokuomba uisevu vizuri. Hapa tulikuwa tunataniana, nisije nikafika kule nikamwambia mtu, hebu nitafutie namba ya Tobias, ikawa haionekani. Huenda ukawa umesevu mke wangu au sijui umesevu nini. Hamna, siwezi nikasevu majina ya ajabu kiasi hicho. Mke wangu? Nimekuoa au nikusevu kwamba nijisevu mume wangu au nijisevu mchumba? Kwani tumeshakuwa wachumba? Nilikuwa na wasiwasi hiyo. Kama hauwezi kufanya hivyo sawa, ni vizuri. Baada ya kuzungumza mazungumzo hayo, basi moja kwa moja alichukua simu ya binti Sikununu na akajaza namba yake. Akajaribu kumwelekeza huku akiwa na mtania. Si unaona? Hapa nimeisave. Si unaona kabisa hii hapa ni au nikuelekeze, hii ni T, hii ni O, hii ni B. Si uniona hii? Kuziona naziona, lakini ndio hivyo, siwezi kuzisoma. Kwani kuona kazi kusoma babawe. Basi sawa. Baada ya hapo walimaliza mazungumzo yao na hatimaye wakaagana. Na huyu kijana wa kuitwa Tobias aliondoka akiwa ni mtu mwenye furaha, pasina kujua kama endapo kweli atakuja amuoe au hatamuoa. Lakini alienda na kuanza kuwaza njia nzima, akiwaza kale kaneno tu ambako Sikununu amekasema, wewe si ndo umenitafutia kazi? Ndiyo, basi nitakuambia nikifika mjini. Hilo jambo la kuambiwa ni jambo gani? Alienda akiwa ni mwenye furaha lakini mwenye hofu. Je, atakuja kumrushia matusi au ni kitu gani ambacho kitakachojiri? Yani alikuwa anaenda yani kutoka tu kwanza kwenye huo mji wa Bwana Bareke, yani mzee Bareke, kwenye hiyo familia
kabla hajafika mbali, alienda huko anatembea taratibu sana. Anakuwa anageuka nyuma, anamtazama namna jinsi ambavyo urembo unavyohanikiza binti huyu wa kuitwa Sikununu. Anaenda na atazama, alafu baadaye anarudisha macho, anamtazama Sikununu. Yeye alishaacha kumwangalia muda mrefu, anajua tayari ameondoka, hana muda naye tena. Anachowaza tu aweze kujiondokea mjini. Mchana aliandaa chakula cha mchana na hatimaye akawapelekea wazazi wake ambao walikuwa kule mashambani. Na baada ya kuwapelekea, walikula wote pale chakula, na hatimaye akawaaga kabisa kwamba anajiandaa ili aweze kwenda pale sokoni atafute sasa usafiri, kwa sababu kuna magari ambayo yalikuwa yanakuja kubeba mizigo huku Mlengerani yanapeleka kule mjini. Na pia kulikuwa pia na mabasi ambayo yanabeba watu na kupeleka mjini, na pale kulikuwepo na kastendi, kwa sababu Mlengerani ndiyo iliyokuwa ni kijiji kikubwa ambacho kina soko na senta, japokuwa vilikuwa ni vidogo, lakini kuna kastendi, stendi mjinga fulani hivi ambayo kulikuwa na parking ya magari ambayo ni ya mabanzi, lakini pia ilikuwa imejengwa sawa sawia, iko vizuri japokuwa ni kijijini. Kwa hiyo baada ya kumaliza kula aliagana nao, na hatimaye kila mmoja alimpatia baraka zake na akaanza kurudi nyumbani. Akafika na kuosha vyombo. Baada ya kuosha vyombo, akavipaki sehemu ambapo walipokuwa wanaviweka, na akafunga mlango na funguo kaweka pale pale ambapo wamezoea kuweka siku zote wanafamilia hao. Hatimaye akaanza kutembea akiwa naenda sokoni kule senta. Baada ya kutembea, alipofika tu katika njia ambayo inakatisha kuelekea mashambani huko, hapo kuja kutazama katika njia hiyo, anayekuja ni kijana huyu wa kuitwa Tobias Mavugwe. Na alikuja, baada ya kufika pale akasimama, lakini pia wakati ambapo Sikununu alikuwa akiendelea kwenda, alimsimamisha. Bwana, kumbe ile gauni aliyokuwa ameinunua 25,000 ilimtoa kweli kweli. Ule urembo wake ni kama uliongezeka maradufu. Wewe Tobias Mavugwe akachanganyikiwa kabisa. Hata uwezo wa kuongea, kila anavyoongea midomo inatetemeka. Anawaza mwambie na kupenda, lakini huenda katukanwa. Kwa hiyo nafsi iliendelea kumtesa kweli kweli kijana huyu. Akaamua kuja na akamshika mkono, yani kama vile anampeleka mtu mwenye ulemavu wa macho hivi. Sikununu hakukataa, alishikwa mkono, wakaanza kutembea kwa pamoja, na hatimaye wakaenda moja kwa moja mpaka senta. Akamfikisha mpaka stendi kule, akakuta kuna basi ambalo konda aliyekuwa anafanya kazi katika basi hilo wanafahamiana vizuri kabisa, kwa sababu anamuita baba mdogo, manake ni rafiki yake na mzee Mavugwe. Kwa hiyo moja kwa moja pale ikawa ndiyo nafasi ya kuweza kumwambia kwamba, alimwambia, akazungumza naye pembeni
na mazungumzo yao yalikuwa kama hivi: samahani sana baba mdogo, naomba tu nikwambie, naomba nipelekee mrembo wangu huyu kule mjini Mzayuni, lakini ukishafika pale mchukulie pikipiki, yaani bodaboda kule mjini wanaita. Hakikisha umemuuliza huyo mwenye pikipiki kama anaijua duka, analijua duka pamoja na nyumba ya mzee Fares. Hakikisha huyo bodaboda au anapajua kwa mzee Fares, na kama anapafahamu basi moja kwa moja huyo bodaboda mdirect aende kwa mzee Fares. Pale kuna mtu atakayeweza kumpokea mrembo wangu huyu. Lakini baba mdogo, hebu fanya basi, angalau jaribu hata kumpunguzia nauli, au hebu ngoja kwanza. Akiwa anaendelea kuzungumza naye, kijana huyu Tobias alitoa pochi na kuchomoa noti kadhaa, na hatimaye akapatiwa yule konda, akaambiwa mkatie tiketi, na akakata hiyo tiketi, na hatimaye akamruhusu sasa ili aweze kupanda gari na kwenda kukaa katika siti yake. Hapo ndipo ambapo Tobias alirudi na kumchukua yule binti, akamshika mkono vile vile kama jinsi walivyotoka kule, akamshika mkono moja kwa moja, kapanda naye gari tena, yani akawa kama vile anampandisha, mpaka waliokuwepo katika gari hilo wakaanza kumhoji, huyo ni binti ambaye ana ulemavu wa macho? Kijana akasema hapana, anaona wala hana tatizo la aina yoyote. Sasa watu wakaanza kumshangaa, iweje? Yani kwa nini anamfanyia yote haya? Kuna tatizo gani? Mpenzi msikilizaji wa Simulizi za Sauti, sehemu ya 8 ya simulizi yetu hii inayoitwa Dada wa Kazi na Bosi imeishia hapa. Kwenye upande wa YouTube channel tunaitwa Baba Sam the King Tanzania TV channel, lakini kwenye upande wa TikTok tunaitwa Baba Sam the King channel. Kwenye upande wa YouTube tunachokuomba subscribe, lakini kwenye upande wa TikTok tunachokuomba follow, lakini kwenye mitandao yote hii like, share, comment ili tuweze kupata mchango wa mawazo yako. Mpenzi msikilizaji, tumemwona kijana huyu wa kuitwa Tobias Mavugwe. Baada ya kufika pale, amechanganyikiwa kabisa baada ya kukatisha kona na kumwona binti mrembo Sikununu akiwa anatokea kwao na kuanza kuelekea senta. Amechanganyikiwa juu ya lile gauni ambalo limemtoa kweli kweli. Amekuwa mrembo zaidi ya urembo wake wa asili. Amechanganyikiwa kijana, kamshika mkono na kumpeleka. Sikununu hakukataa, na amefika pale amefanya mchongo na yule baba yake mdogo ambaye ni rafiki yake sasa na mzee Mavugwe, mpaka ameweza kumlipia nauli. Je, unahisi Sikununu anajua kama endapo ameshalipiwa nauli, au amejua kwamba anapewa kikaratasi cha tiketi na kuingia tu kwenye gari, nauli itakuja kudaiwa baadaye? Unahisi ni kitu gani ambacho atakachokiwaza hapa? Na watu wamejaribu kumhoji
huyu kijana Tobias kwamba je, huyo ni mtu mwenye ulemavu wa macho? Akasema hapana. Watu wakaanza kumhisi tofauti. Kwa nini anampeleka hivyo? Kuna nini? Yaani wana maana gani? Lakini licha ya kwanza kuhisiwa hivyo, Tobias hakujali. Je, unadhani wakati atakapowapita tena akiwa anashuka kwenye hilo gari, ni kitu gani ambacho watakachokisema hawa abiria waliopo ndani ya gari? Na binti Sikununu anabaki kwenye hilo gari. Je, unahisi ataelewana na hawa abiria ambao wamepitwa akiwa ameshikiliwa mkono? Yote hayo huenda tukayakuta kwenye sehemu ijayo. Kwa hiyo mimi ninachokusisitiza, endelea kuifuatilia mpaka mwisho ili ujue mbivu na mbichi ilikuwaje. Mimi ni Hasdi 02 Baba Sam the King, nikuage niseme kwa heri mpaka sehemu ijayo. Alamsiki. Unaangalia Baba Sam the King Tanzania TV channel. Kwa maoni na ushauri tumia namba zifuatazo: 0752732515. Baba Sam the King.